Na pembeni niko na mwandishi mwenzangu, mwandishi wa habari kaka Rafael Mushi wa Radio Maria Tanzania, sauti ya Kristo nyumbani mwako. Kaka Rafael, tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Hongera kwa kusema historia hii ya siku hii ya leo. Asante sana, hongera nawe pia. Namshukuru Mungu. Ndio. Neno lako wewe ni lipi katika kongamano hili la watoto ambao kwa wingi wao wamekusanyika katika viwanja hivi vya Kristo Mfalme kwa ajili ya kuanza rasmi kongamano hili la utoto mtakatifu kanda ya Mashariki? Kwanza ni mshukuru Mungu kwa zawadi ya siku hii ya leo ambapo watoto wengi sana wamekusanyika hapa kutoka majimbo takribani 7 yanayounda kanda ya Mashariki ambayo yapo chini ya Metropolitan ya Dar es Salaam. Sasa kwa namna pekee leo ni furaha, tunaona watoto kutoka Zanzibar, watoto kutoka Mahenge, kutoka Ifakara, kutoka Morogoro, kutoka Tanga, kutoka Bagamoyo na kutoka Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam. Ni kumshukuru Mungu kwa sababu siku ya leo watoto wanakutana na kujifunza, kujua imani yao, lakini pia kuendelea kuishi kwa upendo, amani na furaha wanapokuwa hapa katika Jimbo Kuu la Dar es Salaam katika parokia hii ya Kristo Mfalme Tabata. Lakini pia watakuwa wenye furaha kwa sababu watafundishwa yaliyo mema na wataenda kuwafundisha wenzao na wazazi wao kule nyumbani. Lakini kipekee zaidi wanakuwa na watoto wa historia kwa sababu siku ya Dominika watashiriki maandamano ya Ekaristi Takatifu, sherehe kubwa duniani, sherehe ya mwili na damu. Watazunguka katika maeneo mbalimbali kuinjilisha watu wengi walioko maeneo ya Tabata na Jimbo Kuu la Dar es Salaam. Kwa hiyo ni furaha lakini pia ni baraka kwa watoto wengi na kwa jamii nzima ya Tanzania na Jimbo Kuu la Dar es Salaam. Hongera sana kaka. Asante sana ndugu. Uwepo wa kongamano hili au uwepo wa hija hii ni mwendelezo wa agizo la hayati Papa Francis kwamba vyama vya kitume vifanye hija katika mwaka huu wa jubilei ili kuendelea kukuza imani na ule uwepo wa Kristo mioyoni mwetu. Wewe kama mwandishi wa habari unazungumzieje agizo hili la hayati Papa Francis? Ni agizo jema na ni vyema zaidi watu tunapokusanyika pamoja, watu wenye hulka mbalimbali, watu wenye tabia mbalimbali, tunajifunza, tunachanganyikana na kila mmoja anajifunza jema kutoka kwa mwingine. Na kwa watoto ni vizuri zaidi kwa sababu ni nafasi ya kuwaonya wale ambao wanafanya yasiyo mema na kuwapongeza wale wanaofanya yaliyo mazuri. Hii ni nafasi ya mwingine kujifunza ambaye anafanya mabaya na mwingine kujifunza ambaye alikuwa anafanya mema, kumwelekeza mwenzake, lakini kuendeleza ule wema anaofanya katika eneo hili, lakini pia anaporudi nyumbani. Kama ulivyosikia kwenye homilia ya Baba Askofu, amefundisha watoto kuheshimu mali zao. Wanapoheshimu mali zao inawatengenezea mazingira ya kuja kuheshimu mali za taifa na mali za jamii pale wanapokuwa viongozi, wanapokuwa baba wa familia na nene. Na ukumbuke aliwaambia watoto kwamba hata nyumbani mzazi akibamiza mlango kwa nguvu, muulize nani wanafunga mlango kwa nguvu? Hata kama ni baba, ili naye ajifunze siku nyingine afunge mlango taratibu. Basi ni sehemu nzuri sana ya watu kujifunza kila wakati. Tunamshukuru sana hayati Papa Francis kwa ujumbe huu mzuri na kwa kutukutanisha katika hija hii ya jubilei kuu ya mwaka 2025. Naam. Katika zama hizi kumekuwa na changamoto nyingi sana za kimalezi kwa watoto. Tukizingatia kwamba ni ulimwengu ambao umejaa na sayansi na teknolojia, utandawazi ambao kwa namna ya pekee unawavuta watoto kuelekea mambo ya malimwengu. Unawaambiaje wazazi ambao wanawavuta watoto kwenye mambo ya kidunia na wanaacha kuwasukuma kwenye mambo ya kiroho kama haya ili waweze kujumuika na watoto wenzao kumtafuta Mwenyezi Mungu? Nawaambia wazazi wenzangu kwamba watoto wanapokusanyika kwa pamoja wanajengana kiimani, wanajengana kwa upendo, wanaelekezana yale wanaojifunza shuleni, lakini pia wale wanaojifunza katika parokia zao. Kwa sio sehemu tu ya kuja kusali peke yake, lakini ni sehemu ambayo watu huwa wanasali, lakini pia wanajifunza mambo mbalimbali, wanajifunza mambo ya shuleni, lakini mambo ya mtaani, lakini pia mambo ya kanisani. Utaona watoto wa Mahenge wameahidiwa zawadi ya sare na madaftari kama akipata marafiki 6 kutoka majimbo hayo ambayo yanashiriki katika kongamano hili. Kwa ni sehemu ya kujengeana urafiki na kufundishana yale yaliyo mazuri. Kwa nawaalika wazazi kuwaagiza watoto kuwalipia ili washiriki katika makongamano kama haya, katika hija kama hii. Ni historia lakini ni safari nzuri ya maisha yao katika jamii hii ya sasa ambayo iliyojaa utandawazi ambao ukitumika vibaya unaweza kukuharibu na ukitumika vizuri unaweza kukujenga na kukufikisha pale ambapo kila mmoja anatamani ufike. Hongera sana kaka. Asante sana. Nimefurahia neno moja tu uliposema wazazi wenzangu. Asante, ulikuwa unaongea na wazazi wenzangu. Na kweli asante sana mzazi. Asante sana.
Asante na mtazamaji mpendwa wa Jugo Media, Injili kiganjani mwako pamoja na Radio Maria Tanzania. Sauti ya Kristo nyumbani mwako na washirika wetu Mufilipi Media. Tukushukuru kwa kuwa sehemu ya uinjilishaji pamoja nasi. Tukushukuru kwa kutazama adhimisho hili la misa takatifu ya ufunguzi wa kongamano la Utoto Mtakatifu kanda ya Mashariki. Niseme asante kwa kuwa sehemu ya uinjilishaji pamoja nasi. Niseme asante kwa kuichagua Jugo Media, Radio Maria Tanzania pamoja na Mufilipi Media. Mwenyezi Mungu akubariki. Kwa pamoja tuwatakie kongamano jema watoto wetu ambao wamehudhuria katika kongamano hili la Utoto Mtakatifu kanda ya Mashariki. Kile ambacho watafundishwa hapa kiweze kukaa mioyoni mwao na akilini mwao, ili kiweze kuwasaidia katika kufanya majiundo yao ya maisha, kimasomo, kijamii na kama kisiasa huko mbeleni, Mwenyezi Mungu akiwajalia, lakini yote awe kwa sifa na utukufu wake Mwenyezi Mungu. Mimi ni Peter Kisoki, nilikuwa nikishirikiana naye Rafael Mushi pamoja naye Filipo Josephat. Mpaka wakati mwingine, bye bye.